Antipas Lissu licha kuendelea na kesi yake inayomkabili ya makosa ya uhaini ambayo inaendelea mahakamani vuta nkuvute, kiongozi huyo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amethibitisha kwamba anaomba kuunganishwa kesi ya rasilimali Chadema. Imagine, taarifa hii imethibitishwa na mkurugenzi wa mambo ya sheria na haki za binadamu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye pia ni wakili mwandamizi senior advocate Gaston Shundu Garubindi. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, amechapisha taarifa kuhusu mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu kuwasilisha ombi katika Mahakama Kuu ya Tanzania akiomba kuunganishwa kwenye shauri namba 8323/2025. Shauri hilo lilifunguliwa na Said Isa Mohamed na wenzake dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho, likifahamika pia kama kesi ya Wazanzibari, kutokana na kufunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama visiwani Zanzibar. Katika maombi yake, Mheshimiwa Lissu anaiomba mahakama imruhusu kuunganishwa kwenye shauri hilo kama mdaiwa, kwa kuwa kesi hiyo ndiyo ilisababisha chama kuzuiwa kufanya shughuli za siasa pamoja na kutotumia rasilimali zake kufuatia uamuzi wa Jaji Hamidu Mwanga. Kwa mujibu wa taarifa hizo, maombi tayari yameshasajiliwa mahakamani na hatua inayosubiriwa kwa sasa ni utoaji wa wito, yani summons, kwa wajibu wa maombi ili taratibu za usikilizwaji zianze rasmi. Maoni yako ni yapi kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kuomba kuunganishwa kesi ya rasilimali Chadema? Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yako yetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.